Stergomena Lawrence Tax aje awasilishe hoja ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo hapa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na kupitisha mpango wa makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Pia naomba hotuba yote kama ilivyowasilishwa iingizwe katika Hansard. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kukutana wakati nchi yetu ikiwa katika hali ya amani, utulivu na usalama. Mheshimiwa Spika, kipekee nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuchaguliwa kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, kwa kuwa mgombea wa urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika Oktoba 2025. Kuchaguliwa kwao ni kielelezo cha imani kubwa walionao wana CCM kwa viongozi hawa, kutokana na uongozi wao mahiri na imara unaozingatia maslahi ya taifa. Nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania wote kuendelea kuwaunga mkono na kuamini viongozi hawa kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nitumie pia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Katibu Mkuu wa CCM, kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya urais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu ujao. Mheshimiwa Dr. Nchimbi ni mwanadiplomasia na mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya nchi na hata kimataifa. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa huu ni mkutano wa mwisho wa bunge hili kabla ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba 2025, kwa unyenyekevu mkubwa napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuniamini na kuniteua kuwa mbunge mwezi Septemba mwaka 2021 na kuniteua kuwa waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mara mbili, na nikiwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu kupata uhuru. Hii ni heshima kubwa si kwangu tu, bali ni kwa wanawake wote wa Kitanzania, na ni dhamana kubwa kwangu ambayo nitaienzi siku zote za maisha yangu. Aidha, namshukuru pia kwa kuniteua kwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki katika kipindi cha uongozi wake. Nawashukuru sana wote walioniamini, walionipa ushirikiano na kuniwezesha kutekeleza majukumu yangu. Wanawake, tusikubali kukatishwa tamaa na tusikate tamaa. Tuoneshe kwamba tunaweza pale tunapopewa nafasi. Pia ninamshukuru kwa kuendelea kuamini Dr. Faraji Kasidi Mnyepe kuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na Jenerali Jacob John Mkunda kuwa Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuimarisha Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zake, hususan Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na kwa kuhakikisha kuwa taifa letu linaendelea kuwa na amani, ni imara na lenye utulivu na mshikamano. Vile napenda kuwashukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa uongozi wao makini na kwa miongozo mbalimbali wanayonipatia katika kutekeleza majukumu wa wizara ninayoiongoza. Mheshimiwa Spika,
Napenda kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mwansasu mbunge kwa kuliongoza bunge kwa weledi na viwango vya hali ya juu. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Musa Azam Zungu, naibu spika, pamoja na waheshimiwa wenye viti wa kamati za kudumu za bunge kwa kuendelea kuliongoza bunge hili kwa umakini na weledi. Pia nawashukuru mawaziri wenzangu, manaibu waziri, kwa wote kwa ushirikiano wanaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutumia nafasi hii kuishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama inayoongozwa na Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa akisaidiwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Vincent Paul Mbogo pamoja na wajumbe wa kamati kwa maoni na ushauri wanaoendelea kutupatia, ikiwa ni pamoja na katika maandalizi ya bajeti hii ambayo ninaiwasilisha. Maoni yao na maelekezo yao tumeyazingatia na yametusaidia sana katika kuboresha makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 ninayoiwasilisha hapa bungeni leo. Mheshimiwa Spika, ninaungana na wenzangu waliotangulia kutoa salamu za pole kwako, bunge lako tukufu, kwa kuondokewa na hayati David Cropper Msuya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, marehemu Dr. Faustin Ndugulile aliyekuwa mbunge wa Kigamboni na mkurugenzi mteule wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, marehemu Profesa Philemon Sarungi aliyewahi kutumikia taifa letu katika nafasi mbalimbali ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, marehemu Jaji Frederick Mwita Werema aliyewahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, marehemu Balozi Juma Volta Mwapachu aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na marehemu Bi Sifael Mushi, mwanamke aliyeshiriki katika tukio la kuchanganya udongo wa iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar. Napenda kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa kuondokewa na viongozi hawa. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutumia fursa hii kutoa pole kwa Amiri Jeshi Mkuu, familia, ndugu na jamaa kufuatia vifo vya Jenerali David Bugozi Msuguri aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi, Meja Jenerali Martin Shiminzi Busungu na Meja Jenerali Charles Mbuge waliowahi kuwa wakuu wa jeshi la kujenga taifa, na wanajeshi wote waliopoteza maisha wakiwa kwenye misheni za ulinzi wa amani. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu pema peponi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa mwezi Oktoba mwaka 2025 kutakuwa na uchaguzi mkuu wa kumchagua rais, wabunge na madiwani, na kwa kuzingatia kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, naomba kutoa rai kwa Watanzania wote kujitokeza na kutimiza wajibu wao wa kikatiba na kuchagua viongozi watakaoendelea kuwaletea maendeleo pamoja na kudumisha ulinzi, amani, utulivu na usalama. Niwatakie kila laheri wote watakaogombea nafasi hizo. Hali ya ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 hali ya mipaka yetu yenye urefu wa jumla ya kilomita 5923.41 ambayo inahusisha eneo la nchi kavu, anga na eneo la maji imeendelea kuwa shwari. Mipaka ya nchi kavu ni baina ya Tanzania na Burundi, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Msumbiji, Rwanda, Uganda, Zambia, na mipaka ya bahari inajumuisha nchi za Comoros na Seychelles. Katika kipindi husika hapakuwa na matukio ya uhasama yaliyoripotiwa baina ya nchi yetu na nchi tunazopakana nazo, mbali na changamoto kadhaa za ulinzi na usalama. Maelezo ya kina, Mheshimiwa Spika, kwa kila mpaka yanaonekana katika aya ya 13 hadi haya ya 23 ukurasa wa 7 mpaka wa 12 wa hotuba ninayoiwasilisha. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za kutatua mgogoro uliodumu kwa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo wa Kusini mwa Afrika yani SADC na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yani EAC wamesisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kudumu kupitia njia za majadiliano
na kisiasa. Kufuatia msisitizo huu, wakuu wa nchi za SADC walifikia uamuzi wa kuondoa vikosi vya kijeshi vya SADC nchini DRC ili kupisha michakato ya kisiasa na majadiliano. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, naomba kutoa taarifa kuwa vikosi vyetu vinaendelea kurejea salama kabisa. Aidha, napenda kulipongeza jeshi letu la ulinzi wa wananchi wa Tanzania chini ya mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda na wanajeshi wote kwa uhodari, weledi na kazi kubwa walioifanya katika kutekeleza misheni hii na misheni nyingine zote za ulinzi wa amani, na kwa uzalendo wao katika ulinzi wa taifa letu kwa ujumla. Kipekee na kwa heshima kubwa, naomba kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa uongozi wake mahiri katika kusimamia ulinzi na amani akiwa Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mheshimiwa Spika, naanza na tathmini ya makusanyo ya maduhuri. Katika mwaka wa fedha 24-25, wizara ilikadiriwa kukusanya maduhuri ya jumla ya shilingi milioni 87,603,000 kutoka katika mafungu yake matatu: fungu 38 ngome shilingi milioni 22, fungu 39 JKT shilingi milioni 64,403,000 na fungu 57 wizara shilingi milioni 1,200,000. Hadi kufikia mwezi Aprili, wizara imekusanya jumla ya shilingi milioni 178,759,103 na senti 8, ikiwa ni sawa na asilimia 204.06, na mchanganuo wa maduhuri kwa kila fungu umeonyeshwa katika jedwali namba 1 ukurasa wa 17. Upo utofauti mkubwa katika fungu 57 ambao umetokana na malipo ya deni la ukodishaji wa minara ya simu, yakiwa ni malipo ya mara moja. Hali hiyo haitarajiwi kujitokeza tena na kuathiri maduhuru yanayofuata. Tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025, wizara iliidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 3 bilioni 326 milioni 230 laki 419, na kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3 bilioni 8 milioni 812 laki 97 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 317 milioni 417 laki 512 kwa ajili ya shughuli za maendeleo kama ifuatavyo. Fungu 38 ngome liliidhinishwa fedha za matumizi ya kawaida shilingi trilioni 2 bilioni 491 milioni 439 laki 934 kwa shughuli za maendeleo bilioni 48 milioni 867 laki 636. Fungu 39 JKT matumizi ya kawaida shilingi bilioni 490 milioni 652 laki 279 na shughuli za maendeleo shilingi bilioni 8 milioni 549 laki 876. Fungu 57 wizara matumizi ya kawaida shilingi bilioni 26 milioni 720 laki 694 na shughuli za maendeleo shilingi bilioni 260. Muhtasari wa mchanganuo wa bajeti kwa kila fungu umeainishwa katika jedwali namba 2 ukurasa wa 19. Fedha zilizopokelewa kuanzia Julai 2024 hadi April 2025 ni kama ifuatavyo. Hadi kufikia April 2025, wizara ilipokea jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 605 milioni 257 laki 552 583.97 ikiwa ni sawa na asilimia 78.3 ya bajeti iliyoidhinishwa, na kati ya fedha hizo shilingi trilioni 2 bilioni 471 milioni 841 28,629 na senti 64 ikiwa ni sawa na asilimia 82.5 matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 133 milioni 416 laki 523,954 na senti 33 sawa na asilimia 42 kwa shughuli za maendeleo. Kati ya kiasi hiki fungu 38 ngome
limepokea shilingi trilioni 2 bilioni 42 milioni 765 laki 184,281.75 sawa na asilimia 81.99 kwa matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 12 milioni 363 laki 521,537 na senti 7 sawa na asilimia 25.5 kwa shughuli za maendeleo. Fungu 39 JKT limepokea shilingi bilioni 407 milioni 35 laki 433,833 na senti 3 sawa na asilimia 82.96 kwa matumizi ya kawaida, na maendeleo shilingi bilioni 8 milioni 549 laki 876 sawa na asilimia 100 kwa shughuli za maendeleo. Na fungu 57 wizara limepokea bilioni 22 milioni 40 laki 410,514 na senti 86 sawa na asilimia 82.48 kwa matumizi ya kawaida, na shughuli za maendeleo bilioni 112 milioni 112 milioni 503 laki 126,416 na senti 63 sawa na asilimia 43.27. Muhtasari wa mchanganuo wa mapokezi ya fedha kwa mafungu yote umeainishwa katika jedwali namba 3 ukurasa wa 21. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi April 2025, fungu 57 wizara imepokea uhamisho wa fedha kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 254 milioni 538 laki 7 na 35,667 kugharimia miradi ya maendeleo, na kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 185 milioni 270 laki 693,919 zimetolewa kugharimia ununuzi wa zana na vifaa vya medani kwa matumizi ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na shilingi bilioni 65 milioni 268 41,751 na senti 6 kugharimia deni la kimkataba, na hivyo kufanya jumla ya bajeti ya fedha za maendeleo kuwa shilingi trilioni 1 bilioni 514 milioni 538 laki 735,667 kwa fungu 57. Wizara pia imepokea uhamisho wa fedha wenye jumla ya shilingi bilioni 103 milioni 92 29,422 na senti 93 kwa fungu 38 ngome kwa ajili ya kugharimia ununuzi wa zana na vifaa, na hivyo kufanya jumla ya fedha za maendeleo kuwa shilingi bilioni 151 milioni 959 laki 665,422.93 kwa fungu 38. Mheshimiwa Spika, vile fungu 38 ngome imepokea uhamisho wa fedha wenye jumla ya shilingi bilioni 133 milioni 668 laki 246,972 na senti 6 kwa matumizi mengineyo, na hivyo kufanya jumla ya fedha za matumizi mengineyo kuwa shilingi bilioni 242 milioni 971 laki 255 na 37 na point 6. Fedha hizo zimetumika kugharimia operation maalum nchini Msumbiji, ununuzi wa mafuta na zana na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya mazoezi ya medani, maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mashujaa, malipo ya madeni ya matibabu, ununuzi wa mavazi pamoja na kugharimia chakula cha kuruti. Matumizi ya fedha za kawaida. Fedha zilizopokelewa kwa matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2024-2025 zimetumika kwa shughuli zifuatazo: matunzo ya zana za vifaa vya jeshi, kuratibu na kusimamia mafunzo mbalimbali ya kozi za kijeshi kwa maafisa na askari ndani na nje, kuwapatia wanajeshi mafunzo ya awali na kuwaendeleza katika taaluma mbalimbali za uongozi, kuwapatia vijana wa Kitanzania mafunzo ya awali ya kijeshi, ukakamavu, kuwajengea uzalendo na umoja wa kitaifa na stadi za kazi ili waweze kujitegemea, kutoa huduma za afya na tiba kwa maafisa, askari, watumishi wa umma na familia zao, vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa na wananchi wanaoishi karibu na vituo vya afya vya jeshi, kutatua migogoro ya ardhi, kushirikiana na mamlaka za kiraia katika uokozi kwenye majanga mbalimbali na kulinda miradi ya kimkakati, kutoa stahili mbalimbali ikiwemo mishahara, malipo ya likizo kwa maafisa, askari na watumishi wa umma na kuwasafirisha wastaafu na mizigo yao, kuimarisha utawala bora na kuimarisha ushirikishwaji wa watumishi. Mafunzo na mazoezi ya kijeshi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025
Wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea kutoa mafunzo mbalimbali ya kozi za kijeshi ndani na nje na mafunzo ya awali na ya kuwaendeleza wanajeshi katika taaluma mbalimbali za uongozi. Vile vile jeshi lilifanya zoezi la kijeshi la kutimiza miaka 60 ya jeshi, zoezi la amani umoja kwa kushirikiana na jeshi la China na mazoezi mawili kwa kushirikiana na jeshi la Marekani na kuzialika nchi 18 ikiwemo Comoros, Djibouti, Georgia, Kenya, Madagascar, Malawi, Marekani, Mauritius, Morocco, Msumbiji, Shelisheli, Somalia, Ufaransa, Ubelgiji. Aidha, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kupitia kamandi ya Jeshi la Wanamaji ilifanya zoezi la pamoja na Jeshi la Wananchi kutoka Jamhuri ya India liitwalo Africa India Key Maritime Engagement. Zoezi hili lilishirikisha pia nchi nyingine za Kiafrika 9 ambazo ni Afrika ya Kusini, Comoros, Djibouti, Kenya, Mauritius, Madagascar, Msumbiji, Shelisheli na Uganda. Mazoezi haya, Mheshimiwa Spika, yamechangia katika kuimarisha na kuwajengea uwezo maafisa na askari wake, lakini pia kukuza diplomasia ya ulinzi. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa mazoezi na mafunzo haya pamoja na mambo mengine hutegemea maeneo maalum yaliyotengwa kwa mazoezi husika. Naomba kupitia bunge lako tukufu kutoa rai kwa wananchi kutovamia maeneo ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania, kwani kufanya hivyo ni kuhatarisha maisha yao, lakini pia kuhatarisha usalama wa taifa na kukwamisha shughuli muhimu za kuliweka tayari jeshi letu kukabiliana na matishio yanayoweza kujitokeza. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, napenda pia kuwashukuru Mheshimiwa Vincent Paulo Mbogo, mbunge wa Nkasi Kusini, Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo, mbunge wa Mwanga, na Mheshimiwa Antipas Denu Mungungusi, mbunge wa Malinyi, kwa uzalendo wao wa hali ya juu na kuwezesha upatikanaji wa maeneo katika majimbo yao kwa ajili ya shughuli za Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, hususan Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na JKT. Tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge kupitia bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, matengenezo na matunzo ya zana na mitambo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi husika, wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea kufanya matengenezo na matunzo ya zana na vifaa mbalimbali ili kuimarisha jeshi, ikiwemo matengenezo na matunzo ya ndege vita na helikopta, matengenezo na maboresho ya rada, matengenezo ya magari ya deraya na silaha mbalimbali, maboresho ya magati na vielezo na matengenezo ya meli na boti. Vile vile ukarabati wa mitambo na mashine umefanyika katika mashirika ya Mzinga na Nyumbu, yani Tanzania Automotive Technology Center. Mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025, wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imewapatia vijana wa Kitanzania mafunzo kupitia mujibu wa sheria na kwa kujitolea katika kambi mbalimbali za JKT. Mafunzo yao yametolewa kupitia operesheni miaka 60 ya Muungano, ambapo jumla ya vijana 34,000 wa mujibu wa sheria walipatiwa mafunzo, wavulana wakiwa ni 24,880 na wasichana 9,120, na vile vile yametolewa kwa vijana wa kujitolea kupitia operesheni miaka 60 ya Muungano, ambapo jumla ya vijana 12,000 wamepatiwa mafunzo, wavulana wakiwa 8,433 na wasichana 3,567. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa wahitimu wote wa kidato cha 6 wanapata fursa ya kujiunga na mafunzo ya JKT, miundombinu ya makambi imeendelea kuboreshwa, ambapo hadi mwaka huu 2025 JKT imefikia uwezo wa kuchukua vijana 60,000 ikilinganishwa na uwezo wa kuchukua vijana 40,000 mwaka 2021. Hii ni fanikio kubwa. Mheshimiwa Spika, vijana 20 kati ya 60 ni 30% ambao tumeweza kuipata ndani ya miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, mpango uliopo ni kuendelea kuboresha miundombinu na kufungua makambi mapya ili kulipa Jeshi la Kujenga Taifa uwezo wa kuchukua vijana 120,000 ifikapo mwaka 2031, na hivyo kuwezesha wahitimu wote wa kidato cha 6 kupata fursa ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu pamoja na umma wa Tanzania kwamba mafunzo haya
yameendelea kuwajengea uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa, kuwapatia stadi za kazi na maisha katika nyanja mbalimbali, ili wakimaliza mafunzo yao waweze kurejea katika jamii wakiwa raia wema, wakiwa wazalendo, wakiwa wenye uhodari na wenye uwezo wa kujitegemea na kulilinda taifa lao. Nitoe rai kwa vijana wote wanaopata fursa ya kupata mafunzo haya kuwa tayari kulitumikia taifa lao na kuzitumia stadi walizozipata kwa kujiajiri na kujitegemea. Mheshimiwa Spika, napenda pia kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa kulingana na kifungu cha 3 kifungu kidogo cha 2B cha sheria ya Jeshi la Kujenga Taifa sura 193 toleo la urekebu la mwaka 2002, JKT inatakiwa kutoa mafunzo kwa vijana ili kuwawezesha kuwa na sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Aidha, kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ulinzi wa taifa sura 192 toleo la urekebu la mwaka 2002 kinaainisha sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ambazo ni kwanza, awe raia wa Tanzania, awe na tabia na mwenendo mzuri, awe na umri usiopungua miaka 18, awe na akili timamu, na pia awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Aidha, kulingana na kifungu cha 148 kifungu kidogo cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho mara kwa mara, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hupokea amri kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu na si vinginevyo. Na kifungu cha 5 cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa kimeainisha maeneo ambayo Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa amekasimiwa mamlaka na Amiri Jeshi Mkuu. Na tangu kuanzishwa kwake, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania hapo tarehe 1 Septemba mwaka 1964 limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa umakini mkubwa. Hata pale palipotokea matishio hayo yaliweza kudhibitiwa kwa wakati na ipasavyo. Kupitia bunge lako tukufu, natoa shukrani za dhati kwa bunge, waheshimiwa wabunge na wananchi wote kwa kuendelea kuliamini na kulipa ushirikiano jeshi letu. Na aidha, kwa kutambua kuwa Jeshi la Ulinzi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi ambazo zinahitaji weledi, umakini na uzalendo wa hali ya juu, nitoe rai kwetu sote kuendelea kuliamini, kulipa uhuru wa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, kwa kufuata matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Ulinzi wa Taifa na kanuni zake pamoja na sheria nyingine. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mara nyingi nimekuwa nikisema Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi. Pengine na kwa sitoi ufafanuzi, naomba nieleze kidogo. Wanajeshi huandikishwa na hawaajiriwi. Na mwanajeshi anapoandikishwa anakula kiapo. Anakula kiapo kuilinda mipaka ya nchi, anakula kiapo kulinda mamlaka, anakula kiapo kulinda uhuru, na anakula kiapo kulinda katiba na hata mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa muktadha huu, uandikishwaji wa vijana katika jeshi unatakiwa ufanyike kwa umakini wa hali ya juu na bila kuingiliwa na chombo chochote isipokuwa kufata matakwa ya katiba na sheria iliyowekwa. Mheshimiwa Spika, kilimo cha mkakati. Wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imeendelea kutekeleza mpango mkakati wa kilimo unaolenga kuongeza uzalishaji na kutosheleza kwa chakula kwa vijana na kuipunguzia serikali gharama ya kulisha vijana wanaohudhuria mafunzo ya JKT na kuchangia katika usalama wa chakula wa taifa. Katika msimu wa kilimo cha mwaka 2023-2024 kiasi cha tani 3,222 za mahindi na tani 1,002 za mpunga zilizalishwa.
Kati ya kiasi hicho, tani 1660 za mahindi na tani 1002 za mpunga zimetumika kulisha vijana wanaohudhuria mafunzo ya JKT, na tani 1542 za mahindi zilizosalia zimechangia katika usalama wa chakula nchini. Aidha, wizara kupitia JKT imeendelea kushirikiana na Wizara ya Kilimo kupitia Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania katika uendelezaji wa teknolojia na utafiti wa kilimo na uzalishaji wa miche ya michikichi ya kahawa, mbegu za mpunga na alizeti. Katika mwaka wa fedha 2024-2025 zimezalishwa tani 96 za mbegu za mpunga na tani 94 za mbegu za alizeti kwa ajili ya matumizi ya ndani, na ziada huuzwa kwa wananchi kwa bei nafuu. Matumizi ya ndani manake ndani ya JKT. Mafunzo ya Jeshi la Akiba. Wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea kutoa mafunzo ya Jeshi la Akiba katika mikoa yote ya Tanzania. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, jumla ya wananchi 14,803 walihitimu mafunzo hayo, wanaume wakiwa ni 12,203 na wanawake wakiwa ni 2,600. Lengo la mafunzo hayo ni kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa ulinzi na kuwajengea uwezo wahitimu kulilinda na kulitumikia taifa lao. Niwapongeze wahitimu wote na kuwataka waendelee kuviishi viapo vyao vya kulinda raia, kutetea uhuru na uchumi wa nchi na kutii sheria. Mafunzo haya yamefanyika kwa kushirikiana na ofisi ya TAMISEMI, ofisi ya Rais. Nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na timu yake nzima kwa ushirikiano wanaotupatia katika kutekeleza jukumu hili muhimu sana. Na niwaombe kwa dhati kabisa waendelee kutoa kipaumbele katika kutenga bajeti ili kuwezesha mafunzo haya muhimu kwa taifa letu kufanyika. Wizara ya Ulinzi kupitia vyombo vyake hutoa mafunzo, lakini mafunzo haya hutakiwa kugharimiwa na bajeti iliyotengwa TAMISEMI. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kutoa kipaumbele. Maadhimisho ya miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Tarehe 1 Septemba mwaka 2024, Wizara ya Ulinzi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliazimisha miaka 60 tangu lilipoasisiwa. Katika kipindi cha miaka 60 kumekuwa na mafanikio makubwa sana, ikiwa ni pamoja na kulinda katiba, muungano, mipaka na uhuru wa taifa letu. Kupitia bunge lako tukufu, nitoe pongezi kwa wanajeshi wote kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya kwa weledi, uhodari, kujituma na uzalendo wao wa hali ya juu. Wanajeshi wote waliotumikia jeshi letu kwa hii miaka 60 na viongozi wao. Taifa letu ni salama kabisa, ni imara, na sisi sote ni mashahidi wa hilo. Ushirikiano na mamlaka za kiraia. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kushirikiana na mamlaka za kiraia katika shughuli mbalimbali zikiwemo kutoa misaada wakati wa majanga na maafa, ambako kwa mwaka 2024-2025 wizara ishiriki katika uokoaji huko Kariakoo, Dar es Salaam kufuatia maporomoko ya jengo, uokoaji wakati wa mafuriko Rufiji na Morogoro, na uokoaji wakati wa maporomoko ya matope huko Hanang'. Aidha, wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea kushiriki katika ulinzi wa miradi ya kimkakati, na maelezo ya kina yanaonyeshwa katika ukurasa wa 45 aya 45, ukurasa wa 35 mpaka 36. Utatuzi wa migogoro. Kupitia mpango wa wizara wa kutatua migogoro, wizara imeendelea kutatua migogoro ya ardhi, ambapo migogoro yote inayojulikana imetatuliwa kwa kuhuisha mipaka, kupima maeneo, kufanya uthamini na kulipa fidia katika baadhi ya maeneo. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kiasi cha shilingi bilioni 15,349,759,858 zimelipwa kama fidia kwa maeneo 9 ya vikosi, vyuo, shule na minara 17 katika mikoa 9. Taarifa kamili kuhusu maeneo ambayo mipaka imeuishwa, ardhi imepimwa na fidia imelipwa inaonyeshwa katika jedwali namba 4 ukurasa wa 43 mpaka ukurasa wa 45. Wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha inaendelea na taratibu za kulipa fidia katika maeneo ambayo wananchi hawajalipwa. Maeneo hayo yanaonekana katika jedwali namba 5 ukurasa wa 46. Utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kuchukua hatua mahususi ili kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ya utunzaji wa mazingira na matumizi ya nishati safi. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, wizara na taasisi zake imeweza kupanda miti mipya katika maeneo yenye ukubwa wa ekari 964.9. Vile wizara imeendelea na utunzaji wa fukwe katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara ili kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Kuhusu matumizi ya nishati safi, Mheshimiwa Spika, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania na kambi zake zinazolisha zaidi ya watu 100 ya matumizi haya ya nishati safi yamefikia 92%, Jeshi la Kujenga Taifa 98%, Shirika la Mzinga 98% na Shirika la Nyumbu 98%. Kama unavyoona Mheshimiwa Spika, tuko takribani 100% kulingana na maelekezo ya serikali, ambapo tulielekezwa kufikia mwezi wa 6 tuwe tumefikia 100%. Aidha, matumizi ya nishati safi yamekuwa na mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kuokoa kiasi cha shilingi trilioni 2 bilioni 325 na kuokoa muda katika kuandaa chakula, na muda huo kutumika katika mafunzo ya vijana, kulinda afya za wapishi. Na aidha, matumizi ya nishati safi yamekuwa shamba darasa kwa vijana wa JKT. Kupitia bunge lako tukufu, napenda nitoe shukrani kwa ushirikiano mkubwa tunaopata kutoka Wakala wa Misitu Tanzania, Wakala wa Nishati Vijijini katika kuisaidia wizara kutekeleza shughuli za utunzaji wa mazingira. Na kipekee nitoe shukrani na pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake mapana na kusimamia kwa dhati ajenda ya nishati safi ambayo imekuwa na mafanikio makubwa. Fedha za matumizi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2024-2025, wizara imeweza kutumia fedha za maendeleo ambazo nimekwisha zieleza na kuzitaja kwa kutekeleza yafuatayo. Nimemaliza kutekeleza yaliyofanywa kwa kutumia fedha za matumizi ya kawaida. Kwa matumizi ya maendeleo yaliyofanyika ni kugharimia malipo ya mikataba mbalimbali ya ununuzi wa zana na vifaa kwa matumizi ya jeshi. Katika kutekeleza jukumu hili, wizara imezingatia ushauri uliotolewa na bunge lako tukufu wakati nikiwasilisha hotuba mwaka jana kwamba twende na mahitaji ya teknolojia ya kisasa na kuimarisha utafiti. Tunashukuru sana kwa ushauri huo na tumeuzingatia. B, kugharimia mikataba ya mafunzo na matengenezo ya ndege, vita na helicopters pamoja na mafunzo ya marubani, kugharimia utafiti na uishaji wa silaha, zana na vifaa jeshini, kugharimia uboreshaji wa minara ya mifumo ya mawasiliano na kuendelea kujenga miundombinu mbalimbali ikiwa ni pamoja na magara, makao makuu ya ulinzi wa taifa, ujenzi wa hospitali kuu ya rufaa ya jeshi Msalato Dodoma, makazi ya washiriki wa kozi chuo cha taifa cha ulinzi, bweni la askari Kapela wanawake Munduri, makao makuu ya kamandi ya jeshi, makazi ya maafisa na askari na shule ya polisi jeshi. Pia zimetumika kugharimia ununuzi wa mazao ya msingi, kugharimia shughuli za utafiti wa viwanda vya kijeshi kupitia Shirika la Nyumbu na Mzinga, na ujenzi wa mahanga ya vijana katika makambi mbalimbali ya JKT na viteule, na kugharimia shughuli za ufuatiliaji na tathmini ya miradi. Mheshimiwa Spika, Shirika la Nyumbu Tanzania Automotive Technology Center. Katika kipindi husika, Shirika la Nyumbu limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kama yalivyoainishwa katika aya ya 62 ukurasa wa 55. Katika kutekeleza mpango wa TATC wa miaka 10 wa kuliimarisha shirika, mwaka wa fedha 2024-2025, shirika liliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 15,575,000. Hadi kufikia Aprili 2025, shirika limepokea jumla ya shilingi bilioni 5 ikiwa ni sawa na 32% ya kiasi kilichoidhinishwa. Fedha hizo zimetumika kuanzisha karakana kuu ya kukaribu chuma kwa ajili ya kuzalisha vipuri vya magari, zana za kilimo na za viwandani. Mheshimiwa Spika, ili kuendeleza viwanda vya kijeshi, Shirika la Nyumbu limekamilisha taratibu za kuingia ubia kwa ajili ya kuanzisha kiwanda cha kuunganisha magari na kampuni ya Street Group kutoka Umoja wa Nchi za Falme za Kiarabu. Ubia huu ni wa aina yake, ambapo kwa mara ya kwanza viwanda vya kijeshi vinakuwa na ubia na sekta binafsi nchini Tanzania. Huu ni utaratibu unaotumika katika nchi zilizoendelea katika viwanda vya kijeshi na hauwezi kuepukika.
Historia imeandikwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Manufaa yatakayopatikana kutokana na ubia huu wa kimkakati ni kuongeza mitaji, kuongeza ajira, kupata teknolojia na kuimarisha uwezo wa kuunda magari ya deraya na ya kiraia kwa matumizi ya ndani na kuuza nje. Shirika la Mzinga. Mheshimiwa Spika, shirika la Mzinga limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kama ilivyoainishwa katika aya ya 66 ukurasa wa 58, na katika mwaka wa fedha shirika liliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 6, ambapo hadi kufikia 2025 shirika limepokea shilingi bilioni 2 sawa na asilimia 33.33 kwa ajili ya ununuzi wa zana na mashine zitakazotumika katika uzalishaji wa mazao ya msingi. Mheshimiwa Spika, ili kujiimarisha katika viwanda vya kijeshi, Wizara kupitia shirika la Mzinga imeendelea na maandalizi ya kuanzisha kiwanda kipya cha uzalishaji wa mazao ya msingi Mzinga 2. Utekelezaji wake utawezesha shirika kutumia teknolojia ya kisasa na hivyo kuongeza ufanisi na upatikanaji wa uhakika wa mazao ya msingi kwa matumizi ya ndani na ziada kuuzwa nje, na kuongeza mapato ya shirika ya serikali na kuchangia katika upatikanaji wa fedha za kigeni. Shirika la uzalishaji mali SUMA JKT. Shirika limeendelea kuchangia gharama za kuendesha shughuli za malezi ya vijana, ikiwa ni pamoja na ukarabati miundombinu, kutoa mitambo katika skimu za umwagiliaji wa kilimo cha mkakati na kutoa mafunzo ya vitendo. Mwaka wa fedha 2025/26 shirika limepanga kujenga mabweni 14 yenye uwezo wa kuchukua vijana 1120 ambayo yatagharimu jumla ya shilingi bilioni 1 shilingi bilioni 1 milioni 242. Mheshimiwa Spika, shirika limeendelea na shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na katika sekta ya ujenzi, viwanda, kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara, huduma na ujenzi. Na katika mwaka wa fedha 2024/2025 shirika limetoa gawio la shilingi bilioni 1 milioni 34,550,000 kwenda mfuko mkuu wa serikali hazina. Shirika pia limeimarisha ulinzi wa kimkakati katika kampuni yake tanzu ya ulinzi ya SUMA JKT Guard, ambapo hadi sasa limeanza kutoa huduma wa ulinzi katika vituo vya treni ya kisasa yani SGR, bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP, na katika taasisi mbalimbali za serikali. Miradi ya kimkakati kama hii haina budi kulindwa na taasisi zetu. Mafunzo ya usalama na strategia. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania imeendelea kutoa mafunzo ya ulinzi na usalama na strategia kwa maafisa na vyombo vya ulinzi na usalama, ambapo maafisa waandamizi pamoja na maafisa waandamizi katika utumishi wa umma. Mwaka wa fedha 2024/2025 washiriki 61 wamehudhuria kozi ndefu, washiriki 150 wamehudhuria kozi fupi. Mafunzo haya yamekuwa na mafanikio makubwa kwa washiriki wa kozi kwa kuwawezesha kupata maarifa juu ya ulinzi na usalama wa taifa, kisera na kistrategia. Mafunzo haya yanahusisha pia washiriki kutoka nchi rafiki, na katika kipindi husika mafunzo yametolewa kwa washiriki kutoka Afrika ya Kusini, Burundi, Eswatini, Ethiopia, India, Kenya, Malawi, Misri, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Ushirikiano wa kiulinzi kimataifa. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia taasisi zake ikiwa ni pamoja na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea kushirikiana na nchi rafiki katika masuala ya ulinzi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo mafunzo, mazoezi, misaada ya kitaalamu, zana na vifaa. Vile ushirikiano umeimarishwa baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mafunzo, mazoezi, ubadilishanaji wa wataalamu na operesheni mbalimbali. Nchi hizo ni pamoja na Afrika ya Kusini, Angola, Algeria, Brazil, Bangladesh, Botswana, Burundi, Canada, Komoro, Ethiopia, Falme za Kiarabu, Finland, Ghana, Hispania, India, Indonesia, Israel, Jamhuri ya Watu wa China, Jordan, Kenya, Malawi, Marekani, Misri, Morocco, Msumbiji, Nigeria, Oman, Kuwait, Pakistan, Rwanda, Sri Lanka, Sweden, Ufaransa, Uganda, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Urusi, Uturuki, Uswizi, Zambia na Zimbabwe. Mheshimiwa Spika, napenda kupitia bunge lako tukufu kutoa shukrani kwa nchi hizi na washirika hawa wa maendeleo,
taasisi na mashirika ya kimataifa kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia. Ushiriki katika ulinzi wa amani. Wizara kupitia Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania limeendelea kushirikiana na jumuiya za kimataifa na kikanda katika operesheni za ulinzi wa amani. Kwa sasa linaendelea kuwa na vikosi vya ulinzi wa amani katika nchi za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon chini ya misheni za Umoja wa Mataifa. Vile vile wizara kupitia Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania imeshiriki katika misheni ya amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambayo nimekushaeleza kamba imefikia ukingo wake mwezi Machi. Ushiriki wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania katika operesheni za ulinzi wa amani umeiwezesha nchi yetu kujenga uwezo, kuimarisha diplomasia ya ulinzi na kutimiza matakwa ya Umoja wa Mataifa, jumuiya za kikanda ya kushiriki katika ulinzi wa amani kimataifa na kikanda kama tulivyosaini mikataba mbalimbali. Mheshimiwa Spika, mafanikio haya makubwa niliyoeleza katika hotuba hii yametokana na dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kuimarisha Wizara ya Ulinzi na taasisi zake na kuimarisha ulinzi na amani ya taifa letu. Ushiriki katika michezo. Katika mwaka wa fedha 2024, wizara na taasisi zake imeshiriki michezo mbalimbali ikiwemo Shimiwi iliyofanyika mwezi Oktoba na ikiwemo michezo ya Mei Mosi iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka 24 na michezo ya Mei Mosi iliyofanyika mwezi Mei mwaka 25, michezo ya mashirika ya umma na makampuni binafsi yaliyofanyika mwezi Novemba. Napenda kuwapongeza shirika la Mzinga kwa kushika nafasi ya pili na kuwa mshindi wa jumla katika michezo mbalimbali. Aidha, nawapongeza viongozi wa wizara na wachezaji wote waliowezesha wizara kushika nafasi ya pili. Wizara kupitia Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania na JKT imeshiriki vile vile katika michezo mingine ndani na nje ya nchi, na katika michezo hii wana michezo wetu waliweza kupata ushindi na kuliletea taifa letu medali lakini pia na heshima kubwa. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza washindi wote walioshinda katika michezo hii, ikiwa ni pamoja na Sajin Alphonse Simbo aliyepata medali ya fedha katika mbio za maarufu duniani za riadha Boston Marathon, Kopro Magdalena Shauri aliyepata medali ya dhahabu katika mashindano ya michezo ya majeshi kwa nchi za Afrika, Private Joseph Panga aliyepata medali ya fedha katika mashindano ya mbio za nyika, Private King Lucas Mwajobaga aliyeibuka na ubingwa katika mashindano ya ngumi za kulipwa, Private Yusufu Changalawe aliyeiwakilisha Tanzania katika mashindano ya Olympic, na mshindi wa mashindano ya michezo ya majeshi wa Afrika wa nchi za Afrika na timu ya JKT Queens iliyoibuka na ubingwa katika mashindano ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Vile vile nawapongeza Brigedia Jenerali Hassan Rashid Mabena kwa kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya maandalizi ya mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika hapa nchini kwetu mwaka 2027. Na Meja Jenerali Mohamed Haruna Kasui aliyechaguliwa kuwa rais wa kamati ya ufundi wa mpira wa kikapu wa Baraza la Michezo ya Majeshi ya Dunia na kuwa Mtanzania na Mwafrika wa kwanza kushika nafasi hiyo tangu mwaka 1948 baraza hili lilipoanzishwa. Ni heshima kubwa na ni matokeo ya kazi ya diplomasia inayofanywa na Mheshimiwa Rais wetu. Makadirio na makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 2025-2027. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026, wizara inatarajiwa kukusanya maduhuli ya jumla ya shilingi milioni 27,603,000 kutoka mafungu yake matatu: ngome shilingi milioni 22, JKT shilingi milioni 64,403,000 na wizara shilingi milioni 1,200,000. Na taarifa ya kina inaonekana katika jedwali namba 6 ukurasa wa 69. Matumizi ya kawaida na maendeleo. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, serikali inatarajia kutenga jumla ya shilingi trilioni 3,645,912,947 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shughuli za maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 3,327
milioni 115,385 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 318 milioni 797,562 kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Fungu 38 ngome inatarajiwa kutengewa shilingi trilioni 2 bilioni 733 milioni 729 milioni naomba nirudie Mheshimiwa Spika. Fungu 38 ngome inatarajiwa kutengewa shilingi trilioni 2 bilioni 733 milioni 723 laki 204 kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 48 milioni 867 laki 636 kwa shughuli za maendeleo. Fungu 39 JKT inatarajiwa kutengewa bilioni 567 milioni 23 laki 845 matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 9 milioni 929 laki 926 kwa shughuli za maendeleo. Fungu 57 wizara inatarajiwa kutengewa shilingi bilioni 26 milioni 362 laki 336 kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 260 kwa shughuli za maendeleo. Mchanganuo unaoneshwa katika jedwali namba 7 ambalo lipo ukurasa wa 70. Mheshimiwa Spika, shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2025/26 zitazingatia maeneo ya kipaumbele yafuatayo. Kwanza, kuendelea kuliimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa na rasilimali watu, kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi ikiwemo ustahili, makazi, mafunzo, matengenezo ya vifaa na huduma bora za afya, kuendelea kuimarisha miundombinu katika kambi, vikosi na shughuli za jeshi, kuendelea kuimarisha uwezo wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuboresha miundombinu ili liweze kuchukua vijana wengi zaidi, kuendelea kuimarisha jeshi la akiba, kuendelea kuilinda miradi ya kimkakati kwa maslahi mapana ya taifa na kushirikiana na mamlaka za kiraia kadri itakavyohitajika, kuimarisha mashirika na taasisi za utafiti wa masuala ya kijeshi, kuimarisha viwanda vya kijeshi na kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi, kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, jumuiya za kikanda na nchi mbalimbali, na hivyo kuimarisha diplomasia ya uchumi, diplomasia ya ulinzi, kuendelea kutoa mafunzo ya ulinzi na strategia na kuendelea kuimarisha mafunzo ya utawala bora na huduma kwa watumishi. Shukrani. Mheshimiwa Spika, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru viongozi na watendaji wa wizara na taasisi zake kwa ushirikiano wanaonipatia, kazi kubwa wanaoifanya na michango yao madhubuti iliyowezesha kutekeleza mpango wa bajeti wa mwaka 2024/25 kwa mafanikio na maandalizi na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/26 ninayoiwasilisha. Napenda kumshukuru Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Jenerali Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Luteni Jenerali Salum Haji Othman, Mnadhimu Mkuu wa Jeshi, Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabere, Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, wakuu wa kamandi wote, wakuu wa mashirika, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa matawi, wakuu wa vyuo, shule na vikosi vya jeshi. Vile vile na washukuru maafisa, askari na watumishi wa umma wote kwa ushirikiano wanaonipatia. Mafanikio tuliyoyapata ni kutokana na bidii, nidhamu na kujituma kwao. Mwenyezi Mungu awabariki na muendelee kulilinda taifa letu. Mheshimiwa Spika, napenda pia kulishukuru bunge lako tukufu, wizara na taasisi zote na wananchi wote kwa ushirikiano wanaotoa kwa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zake katika ulinzi wa nchi yetu. Ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kushirikiana zaidi kwa manufaa ya taifa letu. Napenda pia kuishukuru familia yangu kwa uvumilivu na upendo wao mkubwa unaoniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa utulivu na kwa kujiamini. Nawashukuru sana pia viongozi wa dini kwa kuendelea kuliombea taifa letu, kumwombea rais wetu, kuwaombea viongozi wetu mbalimbali. Si kawaida muumini kuwaombea viongozi wa dini, lakini naomba na mimi niwaombee viongozi wetu wa dini, muendelee kuwa na afya njema na muendelee kuimarisha amani na mshikamano. Kipekee nimshukuru Baba Paroko Bonaventure Kamuri, Baba Paroko Andres Buhembo, Baba Paroko Onesmo Shingerwa na Sheikh Nuru Zaidi Hamis, hao wote kutoka wilaya ya Mwagu mkoani Mwanza kwa kuwa na mimi siku ya leo. Asanteni sana. Kipekee na kwa heshima namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuniamini na kuniteua na
katika nafasi hii adhimu na kwa uongozi wake mahiri, maono yake mapana na kuhakikisha kuwa wizara na taasisi zake tunaweza kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi, nchi yetu inaendelea kuwa imara na yenye amani na utulivu. Napenda kukushukuru wewe binafsi na mawaziri wenzangu na wabunge wote kwa kunisikiliza. Niwatakie nyote mafanikio katika uchaguzi mkuu, na niendelee kutoa wito kwa Watanzania wote kujitokeza na kutumia haki yao ya kikatiba kushiriki ipasavyo katika uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi watakaoendelea kudumisha amani, utulivu na kuliletea maendeleo taifa letu. Kwa kutambua kazi kubwa iliyofanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ni dhahiri kuwa kila mmoja wetu anayo sababu ya kumpa nafasi ya kuendelea kuliongoza taifa letu na kuliletea maendeleo zaidi. Hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www.moderns.go.tz. Maombi ya fedha. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025/26 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zilizo chini yake inaliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 3,645,912,947 na kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3,227,115,385 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 318,797,562 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Waziri, asante sana.